tayari Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta pesa Kibirizi zaidi ya bilioni 7 kwa ajili ya ujenzi wa soko la kisasa hapo, na kituo cha polisi kitakuwa humo ndani yake. Ni ahadi ambayo aliahidi na anatekeleza ndani ya siku 100 zake za kufanya kazi. Kuna tatizo ambalo ni lazima tukubaliane nalo, kwamba moja, hawa watu wanaopewa kazi ya kufanya kujenga vitu katika maeneo yetu wanakuwa na watu wao. Ndio maana wanashindwa kutoa fursa kwa watu ambao kwa namna moja au nyingine wanaathirika na ujenzi unaoendelea hapa. Unapokuwa umemtoa mama ntilie sehemu alikuwa anauza akaotoka, ukamchukua mtoto wake ukamuingiza mle ndani afanye kazi, unakuwa umetibu kile kiraka. Lakini umemtoa yule mama na watoto wao wakija kuomba kazi hawapewi. Hilo kuna tatizo, na hilo tutaingia mle ndani. Hilo kamanda, kwa sababu sisi wanasiasa ndio wenye umma. Tutaingia mle ndani ili tuone tatizo ni nini. Na hivyo itakavyokuwa hata kwenye SGR. Dr. Samia Suluhu Hassan analeta ujenzi wa SGR Kigoma. Watakuja watu kutoka Dar es Salaam wanataka kujenga hapa Kigoma. Hatutakubali. Tunataka watu wetu wajenge na wenyewe wapate. Na huo mfumo naamini Kamanda Silo utaweka mguu chini vijana wetu. Lakini kuna shida moja pia kwa watu wetu. Lazima tuwaseme. Unamtafutia kazi, unampa kazi, badala ya kujituma kufanya kazi yeye anaamini atafanya vitu vya hovyo, utaenda kumtetea. Nawaambieni ukweli, moja kati ya kazi ambayo nitaifanya mimi ni kuhakikisha vijana wa Kigoma mjini wanapata maeneo ya kufanya kazi. Lakini ukifanya vitu vya hovyo kwenye kazi, moja kati ya kazi nitakayofanya mimi ni kumchukua na kumtupa ndani. Hakuna namna. Kwa sababu wanachokifanya wanaenda kutuharibia. Wanaharibia watu wengine. La kwanza, narudia, la kwanza nitapambana bandarini watu wataingia, watu wa Kibirizi. Watu wa Kibirizi watapata nafasi, watu wa Kigoma mjini watapata nafasi kwa ajili ya kufanya kazi kwa pamoja. Lakini mkienda mle watu mfanye kazi. Mimi nakumbuka wakati najenga barabara za Mwanga, yule Mchina alikuwa ameleta mchezo huo. Amechukua watu wake, wengine wametoka Kigamboni huko wapi. Nikamwambia mtu wa Kigamboni ili ajenge hapa mmoja lazima kuwe na watu 10 wa Mwanga wanajenga, na yeye ndo atapata nafasi. Yaani iwe ni 1% au 10% ya watu ambao wanafanya kazi. Na watu walipata kazi wakafanya kazi pale, watu wa Mwanga. Lakini kulikuwa na tatizo nyingine moja ilitokea. Nakwambia Kamanda Silo, unampa mtu kazi, yeye hakujajua ufundi, ajui ni labda anaweza kazi za nguvu. Unampa kazi aenda kulaumu sehemu. Yani Baba Levo anatupa kazi ngumu tu za kubeba mawe. Jamani. Kila mtu atapata nafasi kutokana na uwezo wake, au sio bana? Mimi nina uwezo wa Pelepwete, mmenipa kazi ya ubunge. Uongo kweli? Ukiwa na nguvu utapewa kazi za nguvu. Ukiwa umesoma utapewa kazi za kusoma. Si ndio hivyo jamani? Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, sisi kama wanasiasa, sisi kama viongozi ambao mmetuchagua, kazi yetu ni kuwatetea, lakini pia kuwaelekeza sehemu ambapo ni sahihi pa kukanyaga. Tusije tukawa tunatetea mtu mwingine kumbe ni mtu wa hovyo.